Usisahau Mungu alipokutoa. Bwana asifiwe sana. Usijisahau. Biblia inakuonya kabisa. Kipindi mimi nimekuambia kipindi kizuri cha unyenyekevu ni kipindi cha njaa. Hicho kipindi, niulize hata mimi. Tunaomba, Baba, mimi kijijini pale kwetu walikuwa wanajua ikifika saa 8 ya usiku wanasikia mitambo inasetiwa. Baba, katika jina la Yesu, ni hapa tu, sina haja ya maiki. Kule kwenye maduka mbele, rabashaka rabaseke, hicho kipindi wachawi na wakamata, wachawi wa kijiji. Hakuna mchawi alikuwa anakatiza kwangu. Kipindi cha nini? Sema cha njaa. Wachawi na majina yao, na waita kwa majina yao. Kipindi cha nini hicho? Ni kipindi unaweza kuomba zaidi ya masaa 3. Wewe unaomba dakika 10 unachoka. Wewe hauna shida. Mwambie jirani, ukiona uombi hauna shida. Ukiona unaita watu kwenye maombi hawana shida. Sijui kama mnanielewa. Hawana shida, wameshiba. Na nitawaona wiki hii walioshiba. Unafikiri nakutania? Watu walioshiba hawana haja na ibada. Watu walioshiba hawana haja na Mungu. Ndio maana Mungu anasema, angalia usije ukala na kushiba ukamsahau Bwana Mungu wako. Wengi walioshiba ibada ni option. Ni Jumapili tu. Zingine zote atakwambia niko very good. Zingine zote anakuwa busy. Manake wengi walioshiba, thamani ya Mungu inapotea. Thamani alichokipata kinakuwa kikubwa kuliko Mungu aliyempatia. Usithubutu hata siku moja kile Mungu alichokupa kikachukua thamani yake. Ni kazi. Wakati una kazi ulikuwa unakumbuka kuomba na kufunga. Leo umepata kazi, una vidonda vya tumbo. Sio Mungu huyo. I'm telling you, sio Mungu. Wakati umepata kazi unasema nikifunga naishiwa sukari. Si ule kilo 1. Si ule sukari. Unaniangalia. Hata mimi kuna wakati nafunga, nasikia kutetemeka mwili. Natoka madhabahuni, nawaambia kwanza nileteeni Pepsi ya baridi au Fanta ya baridi. Kitu gani natafuta? Na ibusti sukari. Sijui kama unanielewa. Bwana asifiwe. Ili nisije nikajisahau. Kufunga kuna kutiisha mwili. Ukiwa na njaa huwezi msahau Mungu. Ukiwa na njaa lazima utaomba Mungu akubariki. Wengi walioshiba wamemsahau Mungu wao. Na wengi mko hapa. I'm telling